Mimi sijawahi kukatia tamaa Tanzania, lakini naogopa hiyo siku sasa imefika. Nimeumia na nimeumia tena, hasa wale watoto waliopoteza maisha yao. Unajua, kabla ya kuanzisha Bongo Zozo, mimi nilikuwa kocha wa mpira wa watoto Iringa na Moshi. Hawa ni watoto wangu. Kwa miaka 27 nilizoishi nchini Tanzania, sijawahi kuona uvunjifu wa amani na ukosefu wa utu kiasi hicho. Yani ukiangalia video zinazosambaa mitandaoni, yani unasema hii sio Tanzania tunaojua sisi. Kama Somalia. Najitahidi kuongea kwa heshima, lakini siwezi kuridhika nikiona risasi zinatumika kwa raia. Bora kuna njia nyingi ya kuzuia, ya kudhibiti vurugu mtani. Kuna kuwapiga na maji, kuna mabomu ya machozi, lakini risasi imenilaza chini. Napinga 100%. Basi uamuzi niliofikia ni kujitoa kwenye kazi ya ubalozi wa utalii kwa Tanzania. Kazi yenyewe nilipokea kwa moyo mkunjufu, na irudisha kwa moyo mzito sana. Na wapenda sana nyewe Tanzania wote, ila inaniwia vigumu kupeperusha bendera na kutangaza Tanzania kama sio nchi ya amani na utu. Baada ya uchaguzi, kabla ya uchaguzi na hata wakati wa uchaguzi, kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikifanyika nyuma ya pazia nchini Tanzania. Mojawapo ya vitu hivi ni ile hali ya bingwa ambaye anajulikana kama Bongo Zozo. Unamjua, unamsikia, ni jamaa ambaye ametamba zaidi akitangaza utalii wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Bongo Zozo ameamua kujiuzulu nafasi yake ya ubalozi wa utalii nchini Tanzania kufuatia mauaji yaliyofanywa na jeshi la polisi nchini humo. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vikiendelea nyuma pazia, ile hali ya watu kutekwa, kupigwa na vile kuuawa, yani kufanywa ukatili kwa ujumla na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Hivi ni vitu ambavyo vimeshuhudiwa katika maeneo ya Dar es Salaam, Mbeya na hata sehemu za Arusha, yani kokote nchini Tanzania. Sasa Bongo Zozo, baada ya kutoa taarifa ya kuwa amejiuzulu balozi wa nchi ya Tanzania kufuatia mauaji yaliyofanywa na polisi, kuna taarifa ambayo ameandika na utaniruhusu nisome. Taarifa hii inasema hivi: kutokana na hali ya uvunjifu wa amani na kupotea kwa utu nchini Tanzania, nimeamua kujiuzulu rasmi kama nafasi yangu ya balozi wa utalii. Nimesikitika sana kuwaangusha Watanzania kwa ujumla, pamoja na ndugu yangu aliyeniteua Mheshimiwa Hamisi Kwangingala na marafiki wengi niliowapata kupitia jukumu hili. Nawashukuru kwa moyo wangu wote kwa imani, upendo na fursa mlizonipa, ila kwa maumivu makubwa ninayohisi moyoni nimegundua siwezi kuendelea. Siwezi hadi siku nitakapopoa. Namuomba Mungu siku hiyo ifike mapema ili aondoe maumivu hayo moyoni mwangu, nirejee na amani ndani yangu na katika nchi ya Tanzania. Bongo Zozo. Sasa ni mwisho wa nukuu. Sasa ni taarifa ambayo imetolewa na bingwa huyu, jamaa ambaye amekuwa akitangaza taifa ama utalii wa taifa la Tanzania katika maeneo tofauti. Ni jamaa mkakamavu, jamaa msikivu, jamaa ambaye hana ubabaishaji, ni jamaa ambaye amekuwa akiwajibika kuhakikisha kuwa utalii wa Tanzania umetangazwa dunia nzima. Sasa baada ya ishu hii kufanyika, kuna video yake ambayo pia imepandishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram na mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa Mange Kimambi ameweka bango hili ambalo linasema Bongo Zozo amua kujiuzulu nafasi ya ubalozi wa utalii nchini Tanzania kufuatia mauaji yaliyofanywa na polisi.
Sasa Mange akaweka caption akasema, mtu yoyote anayefanya kazi na serikali hii batili ambayo haina mamlaka na imeua wananchi, basi naye ni muuaji. Asante wote wenye roho za utu mnaokaa pembeni. Yeyote anayefanya kazi na serikali hii iliyoua vijana wa Kitanzania ni adui wa watu wa Tanzania. Sasa kumekuwa na hivyo vitu ambavyo nimevitaja, watu kuuawa, watu kuteswa na vile kupigwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi, ijapokuwa hakuna taarifa ambayo imetolewa, taarifa rasmi ya kuonyesha idadi kuu ya watu ambao wameuawa, wale ambao wameumizwa na maafisa wa jeshi la polisi. Inaonekana serikali bado imeamua kujitia hamnazo kutokana na ile hali ya watu kuumizwa, kutekwa na vile kufanywa ukatili na jeshi la polisi. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii posti ambayo imewekwa na mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi, akisema ya kuwa Bongo Zozo amejiuzulu katika nafasi yake ya utalii ama balozi wa utalii nchini Tanzania kufuatia mauaji yaliyofanywa na polisi. Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama Cherry Hollister ameandika hapo fact, alafu Jack HRN anasema wazungu hawapogo na unafiki kabisa. I have my girl ni mlami, huwa wapogo really. If is black they told you is black, if is white they say is white. Respect kwa Bongo Zozo Tanzania, be blessed bro, you and your family. Mkiza_soul ameandika agreed, alafu akaweka mkono wa kushukuru. Omar Little Bua anasema Bongo Zozo na bichwa lako hilo, kumbe una akili bana. Alafu akaweka bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makopa, akanyosha mikono juu. Luther King Jr 123 anasema Bwana yes asifiwa Kristo Waislamu, assalam alaikum. Alafu Teddy Gathongo amenyosha mikono juu akasema did the right thing, shows his love for the country. Alafu Simu used smartphone bei poa ameweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Alafu Musa Filipo Matayo anasema Bongo Zozo safi sana, to support project, akasema hamia Kenya ujiite Kenya Zozo Bongo, huku kushakuwa Somalia mkuu. Alafu huyu anajulikana kama Lizzy M amesema thank you Bongo Zozo Tanzania. Amy the Baddest anasema huyu baba anavyoipenda Tanzania jamani, akaweka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Gano Mix anasema wazungu watu makini sana, akanyosha mikono juu. Alafu Shakira Juma 15 anasema safi kabisa Bongo Zozo. Alafu huyu anajulikana kama Tractor Logistic anasema kuna watu wanatuharibia hili taifa, kamwe hatuwezi kukubali. Alafu akaweka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio, akaendelea kusema hivi tumefikia pabaya mno. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi baada ya kuweka taarifa ambazo zinasema kuwa balozi wa utalii ndio nchini Tanzania ambaye anajulikana kama Bongo Zozo ameamua kujiuzulu, kisa na maana mauaji yaliyofanywa na jeshi la polisi nchini Tanzania, ambapo vijana wa majenzis walipata kichapo cha umbwa ndani ya masjid. Kwa hiyo ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, like na vile kushare. Ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo inakukukasi zaidi, hite Swahili TV. Shukran jidan, marhab habib, tunapenda zaidi. Mimi sijawahi kukatia tamaa Tanzania, lakini naogopa hiyo siku sasa imefika. Nimeumia na nimeumia tena, hasa wale watoto waliopoteza maisha yao. Unajua, kabla ya kuanzisha Bongo Zozo mimi nilikuwa kocha wa mpira wa watoto Iringa na Moshi. Hawa ni watoto wangu. Kwa miaka 27 nilizoishi nchini Tanzania sijawahi kuona uvunjifu wa amani na ukosefu wa utu kiasi hicho. Yani ukiangalia video zinazosambaa mitandaoni, yani unasema hii sio Tanzania tunaojua sisi. Kama Somalia. Najitahidi kuongea kwa heshima, lakini siwezi kuridhika nikiona risasi zinatumika kwa raia.
Mbona kuna njia nyingi ya kuzuia, ya kudhibiti vurugu mtani. Kuna kuwapiga na maji, kuna mabomu ya machozi, lakini risasi imenilaza chini. Napinga 100%. Basi uamuzi niliofikia ni kujitoa kwenye kazi ya ubalozi wa utalii kwa Tanzania. Kazi yenyewe nilipokea kwa moyo mkunjufu, na irudisha kwa moyo mzito sana. Na wapenda sana nyewe wa Tanzania wote, ila inaniwia vigumu kupeperusha bendera na kutangaza Tanzania kama sio nchi ya amani na utu.